tuwe makini katika kupokea mambo na katika kuelewa kinachozungumzwa kabla huja kitolea tafsiri. Tutumie hikima zetu zaidi na busara zaidi katika mambo, tutafanikiwa. Ukiacha busara, tukaacha kuwa na hikma, hatutaweza kufanikiwa. Wanazuoni walikuwa wanafasiri neno al-hikma nini, kama mwanachuoni mmoja anaitwa tunamuita al-Jamal, yeye amesema al-hikma hiya al-isabatu fi al-qawli wal-amal. Hikma ni kupatia mtu katika maneno yake na katika vitendo vyake. Hikma ni kupatia mtu katika maneno yake na katika vitendo vyake. Akipatia mtu katika maneno yake, akapatia katika vitendo vyake, anaambiwa huyo amezungumza hikma na yeye ni mtu wa hikma. Na hikma siku zote haiharibiki wala haianguki. Idha mal hakimu madha fi durubi tabaddada laylun wa sada as-sawabu wa bil ra'yi tuftahu abwabu khairin wa tudra'u bil hilmi sharru al-'adhab. Mmoja msemaji mmoja, mshairi mmoja anasema, hakimu au mtu mwenye hikima akipita mahala fulani katika njia, usiku unachanguka na usawa unatawala. Yani mambo yale ya ovyo ovyo yote yanaondoka hikima inapokuwa imetumika, na usawa na kupatia unakuwa kumetawala mahala hapo. Kwa sababu gani? Kwa sababu imetumika hikima. Kwa hikima na busara milango ya kheri inafunguliwa, na kwa hikima na busara hata mambo ambayo yanaweza kuwatia watu katika maangamivu pia yanaondoka. Amezungumza sana kipindi hiki ni kipindi cha fitna, kipindi cha watu kuwa wanafiki, watu kujipendekeza kwa maneno ambayo kwamba sio ya kweli, ni maneno yao wenyewe tu wameyazua katika vichwa vyao. Watu hawa na wabashiria wangojea adhabu ya moto, kwa sababu Mwenyezi Mungu hawavumilii watu waongo, hawavumilii watu wenye fitna, hawavumilii watu wabaya wenye kuwachonganisha wenzao. Al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Fitna ni mbaya kuliko kuua. Imezungumzwa mara mbili kwa nguvu sana katika Qur'an. Mara ya kwanza Mungu amesema ashaddu min al-qatl, mara ya pili Mwenyezi Mungu amesema al-fitnatu akbaru min al-qatl. Fitna ni kubwa zaidi kuliko kuua. Kwa hiyo hizi ni zama tulizonazo kuendea uchaguzi mkuu, fitna nyingi, unafiki mwingi, maneno mengi, kujipendekeza kwingi, kuzuazua mambo kwingi, watu kutokumwogopa Mungu. Kwa sababu ukifanya fitna, ukaleta na unafiki, ukaleta na mambo ya uzushi, hali ya kuwa yoyote unayoyafanya ni ya uongo mtupu, wewe umuogopi Mungu. Umuogopi Mungu. Hata katika somo Mtume amesema khamsun yufatirina as-sa'im, mambo matano yanamfunguza aliyefunga, kwa maana kwamba thawabu zake zinaondoka. Hana dhambi ya kutokufunga, lakini hana thawabu za somo yake. Akasema al-kadhib, uongo umo, uongo umo, uchonganishi umo, an-namima imo, kuteta kumo. Mtume sallallahu alayhi wasallam mambo hayo mabaya, kuteta, kuchonganisha watu, fitna, unafiki na nini, ni vitu vinakufanya wewe unakuwa huna thawabu. Huna dhambi tu ya kuulizwa siku ya kiyama, mbona hukufunga Ramadhani? Uulizwi, umefunga kweli. Lakini wenzako wanalipwa thawabu kutokana na funga zao, wewe huna. Ukiuliza kwa sababu gani? Basi ule unafiki ule usema basi. Si ule uongo ule uko umeusema. Ule si ndio umekula yale mema yako yote. Na hasadi, kuhusudiana. Mtu mwingine kumhusudi mtu mwenzake. Kutaka nafasi ya mkuu wa mkoa unaitaka wewe, ukapewa na Mungu. Wewe mpaka umemwona amekaa pale, ni Mungu yule. Nataka muogope Mungu, usilete fitina zako. Nataka nafasi ya mkuu wa wilaya, kaweko na Mungu. Kaweko na Mungu. Mwanafunzi anaponyanyuka na kuwa ni kielelezo cha taifa, anaibeba pia imani iliyomfunza na iliyomkuza. Inakuwa ni kielelezo kizuri kwamba alipata darasa lenye msaada, lenye mwanga na linaloweza kuwa na tija kwa Watanzania wote. Kwa hiyo Mufti, tunapokuwa kwa pamoja katika sadaka hizi, tunataka kina mama hawa washiriki katika kuomba, washiriki katika dua, lakini washiriki katika kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa na amani, na hasa nyakati hizi za kuelekea katika chaguzi.
mivurugano huwa ni mingi sana na uongo huwa ni mwingi sana. Anaweza kaja tu hapa mtu akasema mufti sio yule mufti, anampinga sana mheshimiwa rais. Yule mufti ameandaa kabisa, mufti alienda mpaka Tanga kule juzi. Sasa unajiuliza, Tanga mufti anaendaje? Si kwao, si ndio jamani? Sasa mtu mwingine mufti anakwenda nyumbani, mtu mwingine alichukua neno Tanga, anadhani kwamba anakwenda kufanya mambo tofauti ambayo hayapo katika taifa letu. Sasa hiki ni kipindi cha mifaragano, ni kipindi cha watu kuongea mambo, na ndio maana tunasema tuendelee kuliweka taifa letu katika mikono ya mtume wetu, ili mambo yote yaweze kwenda kama vile Mungu anavyoyataka. Tukifanya namna hiyo, wallahu akbar, tukifanya namna hiyo tutakuwa tumefika hatua ambayo ni nzuri sana. Kwa hiyo Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania, sisi hatuna jingine, lakini zaidi ni kwamba hiki ni chakula ambacho tuliona mama mmoja akishiriki katika sadaka hii, nyuma yake ana watoto, nyuma yake ana ndugu, na nyuma yake ana familia. Kwa watashiriki wengi katika hii sadaka ndogo. Na baada ya hapo, baada ya kumaliza hili, kama nilivyosema, tutakuomba tena wiki hili tushiriki tena katika sadaka hii kwa watu wengine wa kawaida sana ambao wanaweza kuona na kumshukuru Mungu kwa kile ambacho watapata.